Na nimkaribishe hapa mgeni wetu aweze pia kututambulisha mada ya leo na kuendelea moja kwa moja. Karibu sana Efrasia. Asante. Kama ilivyoada wiki iliyopita, mwenzangu alikuja kuleta mada kuhusu masuala ya haki za watoto kulingana kwa mujibu wa sheria ya mtoto 2009 iliyofanywa marejeo 2019 na mwaka huu, na kulingana na mkataba wa kikanda wa Kiafrika, mkataba wa kikanda wa Kiafrika unaohusu masuala ya haki za watoto na ustawi wake, na mkataba wa kimataifa wa haki za watoto. Sasa yeye aliangazia hasa kuhusu haki za watoto. Haki za watoto ni haki ya kutobaguliwa kulingana na jinsi, kabila au utu wake, haki ya kucheza, haki ya kupatiwa elimu, haki ya kutoa maoni yake, haki ya ni kama haki ya kupata hifadhi, haki ya kupata chakula, haki ya kupata malezi bora. Lakini pia sheria ya mtoto imeangazia kwanza mtoto pia ana wajibu wa kutii wakubwa wake wanaposema, wajibu wa kwenda shuleni na kufanya yale yanayoagizwa shuleni. Ukiangalia pamoja na haki za watoto na wajibu wa watoto waliokuwa nao kwa watu wazima, lakini pia tumekutana na changamoto ambazo zinapelekea hizo haki za watoto kutokufuatwa. Ukiangalia ripoti yetu ambayo tulizindua mwezi Mei, kwamba sisi kama kituo cha sheria na haki za binadamu mwaka 2024 tulipokea matukio 317 yanayohusu ukatili dhidi ya tulipokea matukio 602 yanayohusu ukatili dhidi ya watoto, na 11% ya hayo matukio yalikuwa yanahusu ukatili wa kimwili. Kuna ukatili wa kingono, ukatili wa kiuchumi, na maana kuna watoto ambao wanafanyishwa kazi ngumu wakati anatakiwa apate haki ya kusoma, yani anatakiwa awepo shule kwa wakati huo. Umeona? Na mara nyingi huo ukatili unachagizwa na vitu mbalimbali. Kwanza, adhabu kali. Adhabu kali inapelekea ukatili wa kimwili kwa watoto. Kama ilivyoada mwaka jana, tulisikia matukio mengi ya ule mtoto wa msichana wa kike shuleni ambaye alikataa kuchukua somo la fizikia kama somo la ziada, alichapwa na mwalimu mpaka ikapelekewa kulazwa hospitali. Ilikuwa Julai 2024. Lakini pia Septemba 2024 mwaka jana, kulingana na ripoti yetu, kuna mtoto alikufa, alikanyagwa na mwalimu wakati wa fimbo, alikuwa mwanafunzi wa sekondari, akafa. Kwa hiyo na maana hizi adhabu za viboko, adhabu kali ambazo zinatolewa mashuleni na sehemu nyingine za kidini kama madrasa. Tulishapata incident ilikuwa kwenye Taifa Habari, yule mwalimu wa madrasa alikamatwa kwa sababu ya kuchapa viboko, kuwapa adhabu kali ya viboko watoto, pelekea kupata ulemavu na vinginevyo. Kwa hiyo hizi adhabu kali nazo zinachagiza, ambazo zinatolewa shuleni, zinachagiza sana kuendeleza masuala ya ukatili dhidi ya watoto. Kwa hiyo sisi kama kituo cha sheria na haki za binadamu tunatoa wito wa kuondoa adhabu ya viboko, maana inatweza utu kulingana na hii mikataba ya kimataifa ambayo kama Tanzania tumeazimia kuifuata ya haki za binadamu. Kuna shule hawanaga adhabu za viboko, lakini kuna adhabu mbadala. Adhabu mbadala ni nzuri kwa ajili ya kumjenga na inamkumbusha ule mtoto kwamba nimefanya kosa na sitaki kurudia kosa. Adhabu mbadala ziko nyingi. Badala ya kumchapa viboko, mpe adhabu akatengeneza bustani. Mnapanda mboga, mna benefit wote, wanafunzi, walimu, wakati muda wa chakula. Sio adhabu ya viboko. Adhabu ya viboko inapelekea inatweza utu generally. Hiyo ndio kitu ambacho kilichangia sana kwenye ukatili wa dhidi ya watoto. Lakini pia tumeona changamoto nyingine, mimba na ndoa za utotoni, jinsi ambavyo zimepelekea haki ya elimu kwa watoto kuathirika na watoto kupelekea kuendelea kupitia ukatili kulingana na mimba na ndoa za utotoni.
Sisi kama Kituo cha Sheria za Binadamu mwaka 2024 tulipokea matukio 1091 zinazohusu masuala ya mimba za utotoni. Binti kapewa mimba au mwanafunzi wa shule kapewa mimba, hajarudi shule, kwa hiyo inaathiri haki za watoto. Na mara nyingi hizi zinachagizwa kwanza na malezi mabaya kutoka kwa wazazi, kitu cha kwanza. Kitu cha pili, nyumba salama. Yule mtuhumiwa aliyefanya hilo kosa, umeelewa, bado anakuepo, yuko mtaani. Tunajua baadhi ya makosa, yani makosa mengi yanayohusu ubakaji, kutoa mtoto mimba, yani mengi yana dhamana kwa mujibu wa sheria. Mpaka ule mahakama mkute mtu ana hatia. Kwa hiyo unakuta ile intimidation au ile kushurutishwa au nini inamwathiri sana yule mhanga ambaye mara nyingi ni mtoto. Kwa hiyo kusipokuwa na nyumba salama, yule mtoto kwenda kuwekwa kule wakati utaratibu wa kisheria unafuata kumwadhibu yule aliyefanya hilo kosa, inapelekea huo ukatili uendelee. Maana kama mtu amefanya kosa bado anaonekana mtaani, jamii inasema na maana hata mtoto mwingine akipata ujauzito wewe mtu hajakamatwa. Kwa hiyo yani inaonekana kama ni trend fulani ambayo bado jamii inaiendeleza. Lakini pia tumeona sisi kama Kituo cha Sheria za Binadamu, kulingana na matokeo tuliopokea, kuna mengi yaliathiri watoto wa kike, lakini pia watoto wa kiume nako imekuwa ni janga ambalo linaibuka. Watoto wa kiume wengi walipitia ukatili wa kingono, haswa kwenye masuala ya ulawiti, lakini pia ukatili wa kimwili kwenye masuala ya kupigwa, na ukatili wa kisaikolojia ambao ikapelekea baadhi yao kumekuwa na matukio ya watoto kujiua. Kama mwaka jana yalikuwepo mengi sana, mtoto kafeli form 4 au matokeo yametoka tena, mengine yalitoka mwaka huu, watu walijiua kwa sababu hajafaulu. Kwa hiyo mazingira kama haya yanapelekea sana matukio ya ukatili kuongezeka dhidi ya watoto. Kwa hiyo tunavyoelekea siku ya mtoto Afrika, tunaiasa jamii kuendelea kulinda haki za watoto. Unapompa mtoto haki ya kusikiliza au kutoa maoni, utagundua vitu vingi. Unaweza kukuta mtoto anafuatia ukatili, lakini kwa vile kuna ile kwamba baba nimesema au mama nimesema, mtoto hana kauli. Unakuta mtoto anapitia ukatili, hana sehemu ya kuripoti, hana sehemu ya kutoa taarifa. Akipewa ile haki yake ya maoni au haki yake ya kusikiliza, anaweza akatoa vitu vingi ambavyo vinaweza kumsaidia yeye baadaye, au kutoa uovu au kuripoti uovu ambao anafanyiwa au watu wenzake wanafanyiwa. Inaweza kusaidia kulikomboa taifa la baadaye. Ndio. Sawa, kupitia 0710666984 mengi tumeyasikia hapo kutoka kwa Efrasia, kutoka pale HRC, kizungumzia kuhusiana na haki, lakini pia ukatili namna ambavyo ulivyo katika